ورسوله إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين من سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. Huu ni mlango wa 46 katika kitabu hichi Riyadhus Salihin cha Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Na mlango huu katika darasa lililopita tulianza tukasoma hadithi takriban 5 au 6. Soma hadithi ya 275 mpaka hadithi ya 281. Na leo tutaendelea na mlango huu tukianza aya 375 mpaka 381. Leo tutaendelea na hadithi ya 382. Qala rahimahullah ta'ala فيما نقله عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. Abi Idris al-Khawlani Allah amrehemu anaelezea kisa hichi katika hadithi hii kama alivyonukuliwa na Imam an-Nawawi akieleza kama dakhaltu masjid Dimashq, niliingia msikiti wa Dimashq, na Dimashq ni Syria, katika misikiti ya huko. Fa idha fatan barraqus thanaya, punde nikamwona kijana ambaye ana meno yake ya mbele yanang'aa. Barraqus thanaya ay asnanuhu lami'atun wa barraqa, meno yake yanang'aa na yamemetuka. Wa idha an-nasu ma'ahu, punde nikawa nimeangalia vizuri nikakuta pia hayuko peke yake, yuko na watu wengine, anashirikiana, yuko na watu msikitini. An-nas ma'ahu, anasema fa idha ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ilayhi wa sadaru an ra'yihi, wale watu waliokuwa nao wakiikhtilafiana katika jambo wanaliegemeza lile jambo kwake yeye, kisha atakachokisema katika rai sadaru an ra'yihi, wanachukua rai yake, sema rai yake ndio rai sahihi. Fasaltu anhu faqil, nikawa nimeuliza huyu mtu ni nani. Saaltu anhu faqil, kauliza huyu mtu ni nani. Jawabu
likasemwa hadha Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, huyo ni Muadh ibn Jabal, Allah muiradhi. Falamma kana min al-ghadi, Abu Idris al-Khawlani akawa ameliweka lile moyoni, sasa kesho nitajitahidi niwahi msikitini. Ilipofika kesho, falamma kana min al-ghadi, ilipofika kesho, hajartu, niliwahi, bakartu, nilijitahidi kufika msikitini mapema. Sasa niliwahi kufika msikitini mapema. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir, kile vile nilivyojitahidi nikamkuta yeye tayari alishanitangulia kuwahi. Fawajadtuhu yusalli, nikamkuta anasali. Fantadhartuhu, nikamsubiri hatta qada salatahu, mpaka alipomaliza kuswali sala yake. Thumma jituhu min qibali wajhihi, kisha mimi nikamwendea mbele ya uso wake. Fasallamtu alayhi, nikamsalimia assalamu alaykum. Thumma qultu, kisha nikasema wallahi inni la uhibbuka lillah, hakika namuapa Allah, hakika mimi nakupenda kwa ajili ya Allah, kutokana na yale mambo ya khairi aliyoona. Kamkuta msikitini, watu wanakwenda kumhoji maswali, anawajibu na rai yake ndio inapitishwa. Alijaribu kumwahi msikitini siku ya pili, akajikuta kamwahi. Sasa ikatokea tu kwamba amempenda kwa ajili ya Allah, na akamfahamisha kwa kutanguliza jina la Allah, wallahi inni la uhibbuka fillah. Faqala Allah, yani unanipenda kwa ajili ya Allah kweli? Unanipenda kwa ajili ya Allah? Fakultu Allah, ndio penda kwa ajili ya Allah. Fakultu Allah, unanipenda kwa ajili ya Allah? Fa akhadha bihabwati ridai, akawa amenivuta. Fajadhabani ilay, akaishika ile nguo yangu. Ni habwa ni ma yulbasu fawqa thawbi, ni nguo inaovaliwa juu ya nguo nyingine, nguo inaovaliwa juu ya nguo nyingine, kama habaa au jubba na mfano wake, kama vile joho kwa wanawake, kama habaa ras, le juba na mfano wake. Sasa ni mavazi yenye kuvaliwa nguo nyingine. Kwa akashika ile nguo yake akamvuta. Fa akhadhani, akanichukua. Fa habadhani, fajadhabani, akanivuta ilaihi, kwake yeye, kama kunichukua. Faqala, akasema abshir, abshir, kwamba nakupa bishara ya khairi. Fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, hakika mimi nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam juu yake akisema, qala Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamekuwa wajibu mapenzi yangu kwa wale waliopendana kwa ajili yangu. Kwamba watu wawili wakipendana kwa ajili ya Allah, basi mapenzi ya Allah yatawaendea, maana Allah naye atawapenda. Kwa baada ya Abu Idris al-Khawlani kumwambia Muadh ibn Jabal kwamba anampenda, Muadh ibn Jabal akamuuliza, unanipenda kwa ajili ya Allah? Akasema ndio, napenda kwa ajili ya Allah. Akamwambia abshir, kwa kitendo hichi ni kitendo kizuri, kitendo cha khair, kwani nimemsikia mtume akisema
ananukuu maneno haya kutoka kwa Allah kwa hadithi al-Qudsi kama Allah anasema imewajibika mapenzi yangu, mapenzi ya Allah, imewajibika mapenzi yangu kwa wale ambao wanaopendana kwa ajili yangu, walmutajalisina fiyya, na wale ambao wanakaa pamoja wakiwa wananizungumza, jalsa yao wanakaa pamoja kwa ajili yangu, wanaongea maneno ya Allah. Walmutazawirina fiyya, na mapenzi yamewajibika, mapenzi ya Allah yamewajibikia watu ambao wanatembeleana kwa ajili yangu. Walmutabadhilina fiyya, na wale wenye kupeana vitu kwa ajili yangu. Kila mtu anajitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwenzake. Hadithun sahihun rawahu Malik fi al-Muwatta bi-isnadihi sahih. Hadithi sahihi amepokea al-Imam Malik katika kwa isnadi yake iliyokuwa sahihi. Qaluhu hajartu ay bakartu huwa bitashdid al-jim, fanya kufika msikitini mapema. وقوله الله وقلت الله الأول بهمزة ممدودة للاستفهام والثاني بلا مد بمعنى جواب الاستفهام. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي كريمة المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Anasema muallif al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala kama alivyonukuu kutoka kwa Abi Karimata al-Miqdam ibn Ma'di Kariba radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala. Allahu radhi anasema kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, anasema idha ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu, kwamba mtu akimpenda ndugu yake amfahamishe kwamba anampenda. Na hii mahali shahidi ya mlango wetu wa 46 fi qawlihi wa ilamu ar-rajul man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu. Wanapendeza mtu akimpenda ndugu yake Muislamu kwa ajili ya Allah, basi amfuate amwambie ya fulani wallahi inni uhibbuka fillah, kwamba fulani hakika mimi ninakupenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya anayasema nani? Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun.